Time ya kaa kijanja right now, yeah? Okay, so leo bwana, as you know, hii ni Ijumaa ya pili katika mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ni Ijumaa ya kwanza Kwaresma, ndio? Ya pili. Ya pili pia. Kwa sababu ya kwanza, hii ni Ijumaa ngapi? Sisi ya pili. Toka nanilea. Hii ni Ijumaa ya pili pia, yes. Kwa sababu Kwaresma ilianza Jumatano ile iliyopita, si ndio? Kwa hiyo ikaja Ijumaa ya kwanza, Ijumaa ya pili. Sawa. Yeah. Sasa katika kaa kijanja sio mbaya kama tukaendelea kukumbushana, kwa sababu pia tupo katika 10 la pili, ambalo ni 10 la maghfira. Yaani 10 la msamaha. Sasa tupo na Sheikh Ahmed Kandauma, ambaye yeye anazungumzia katika mfungo wa Ramadhani na Kwaresma. Anazungumzia vitu ambavyo vinaweza kuweka dosari katika mfungo wako. Kuna ambao wanafunga kubatilisha funga ile. Yeah, kuna ambao ndugu zetu wanafunga Kwaresma na sisi tunafunga Ramadhani. Sasa katika mfungo lazima uvune. Usio unakaa njaa siku 40 au siku 30. Unakaa njaa tu, lazima yani uvune jambo kupitia mwezi huu. Sasa kuna kitu kinabadilika kwenye ile lifestyle yako ya kila siku. Of course. Sasa kitu gani ambacho kinaweza kikatia dosari na kubatilisha funga yako? Okay. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ni mimi mtumishi wenu Sheikh Ahmed Kandauma. Alhamdulillah, nikwambie ya kuwa ewe mfungaji wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, Allah subhanahu wa ta'ala ameuleta mwezi wa Ramadhani kwa lengo na makusudio uje kutufutia madhambi yetu, uje kututoa katika hatua moja kutupeleka katika hatua nyingine. Nitastaajabu sana yule mfungaji wa mwezi mtukufu wa Ramadhani alafu akawa anaongopa. Mfungaji wa mwezi mtukufu wa Ramadhani alafu anasema urongo. Si jambo zuri na ni jambo baya kabisa, linaifanya funga yako uitie dosari. Ewe mfungaji wa mwezi mtukufu wa Ramadhani, ndugu yangu, amini ya kuwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam ametuambia katika maelezo ya kuwa mfungaji wote wa mwezi mtukufu wa Ramadhani hatakiwi kusema maneno mabaya, hatakiwi kusema lugha chafu. Maana yake kuongopa, kuleta vineno ambavyo havina msingi wala havina tija. Unaitia dosari funga yako na unamfanya Allah subhanahu wa ta'ala asiitazame uzuri funga yako, kwa sababu umeleta maneno ambayo yasiyofaa, ili hali wewe ni mfungaji wa mwezi mtukufu wa Ramadhani. Na kufunga, ndugu yangu, sio kufunga kula na kunywa